Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Watazamaji wangu wa Facebook Live na YouTube Live, na wasalimu wote katika jina la Yesu Kristo. Majina yangu naitwa Reverend Luka kutoka CFF Dagoretti. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Nashukuru Mungu kwa sababu ya kunipa nafasi jioni ya leo tukaweze kuongea. Nikaweze kukupatia neno la Bwana ambalo Bwana ameweka ndani ya moyo wangu, na ninakukaribisha mahali popote uliko, na ninajua ya kwamba kwa hili neno la majira na neno la wakati huu wa jioni ya leo, Bwana atakusungumzia, Bwana atakutendea mambo mema. Na kwa hivyo karibu sana, na pia ningeomba mahali ambapo uliko ni vizuri pia na wewe ukue baraka kwa mtu mwingine. Unaweza kushare hiyo ambayo nina siku ya leo, na Bwana ataweza kukubariki katika jina la Yesu Kristo. Kwa hivyo ningependa nikuombee, alafu tuweze kuendelea na Mungu atakubariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa sababu ya kunipa nafasi jioni ya leo nikaweze kunena na yule ambaye ananisikia jioni ya leo, ambaye umeweza kunituma kwake. Najua ya kwamba Bwana utambariki na utamtendea mema katika jina la Yesu. Naomba ya kwamba neema yako ikaweze kutembea na nguvu zako zikashuke. Ndio huyo ambaye ananisikiliza akiwa chini akaweze kuinuliwa, yule ananisikia akiwa mgonjwa akapate kupona, yule ambaye ananisikia akiwa amefika mwisho akapate kuwa na mwanzo mpya katika jina la Yesu. Naomba neema yako iwe pamoja nami katika jina kula Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Mahali popote uliko mtazamaji wangu unaweza kusema amen. Na amen huwa tunasema ya kwamba ni kusema na iwe hivyo, na kwa hivyo Mungu atakubariki na atakutendea mambo mema. Siku ya leo Bwana amenipatia neno, na neno lili ambalo Bwana amenipatia tutaliona kwenye kitabu cha Petro wa kwanza 5 mstari wake wa 10 na wa 11. Na siku ya leo ningependa kuongea kuhusu neema za Mungu wetu. Neema za Mungu wetu, mtazamaji wetu. Ni kwa sababu Mungu wetu ako na neema nyingi za kutusaidia kwa mambo yote ambayo tunahitaji katika maisha haya. Na kwa hivyo ninapoongea kuhusu neema, neema ni uwezo ambayo Mungu anatupatianga wa kufanya zaidi ya uwezo wetu, na neema pia ni uwezo ambao ni wa kutuweka katika nafasi zetu kwa uwepesi bila kung'ang'ana katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo jioni ya leo hili neno ambalo limeandikwa hapa kwenye kitabu cha 1 Peter Petero wa kwanza 5 mstari wake wa 11 nitakuzomea na Mungu atakubariki. Linasema ya kwamba Petro anamtabua Mungu kama Mungu ambaye ako na neema nyingi, na nitaongea neema kadhaa ambazo Mungu hutupea na ambazo Bwana hupea watu wale wanaomwamini, na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Petro anasema ya kwamba na Mungu wa neema yote aliyewaita kuwaigiza katika utukufu wake wa milele katika Kristo, mkisha kuteswa kwa muda kidogo, yeye mwenyewe atawatengeneza na kuwadhibitisha na kuwatia nguvu. Huyu mtumishi wa Bwana Petro anasema ya kwamba Mungu ni Mungu wa neema nyingi, na ni Mungu wa neema zote. Ile neema ambayo unahitaji Mungu anaweza kukupea. Ni kwa sababu Petro anamtambua kama Mungu wa neema zote. Ile neema ambayo unahitaji Mungu anaweza kukupea ya kukusaidia ili katika maisha yako ukaweze kufanikiwa kwa haraka. Unahitaji neema ya Bwana ili maisha yako yakaweze kubadilika. Unahitaji neema ya Bwana, na ni lazima uamini ya kwamba Mungu ako na neema zote ambazo ninahitaji. Na kwa hivyo Petro anamtambua kama Mungu ambaye ako na neema nyingi, na ndiyo maana nasema ya kwamba na Mungu wa neema yote aliyewaita kuingia katika utukufu. Wapendwa, Mungu ambaye alituita hakutuita tuteseke, hakutuita tung'ang'ane. Alituita tuweze kupokea neema yake ikatuingize katika utukufu.
ama ikatuingize katika mahali petu ambapo pameinuliwa. Na kila mmoja ambaye ananisikia jioni ya leo na anayenitazama, nasikia kile ambacho ninaongea. Haujaitwa uteseke, umeitwa na Mungu ili ya kwamba ukimwamini akupe neema ya kukuingiza katika mahali ambapo kuna utukufu na kuna baraka zako katika jina la Yesu Kristo. Na Petro anasema ya kwamba yeye ni mwaminifu, hata kama tunajaribiwa, hata kama kuna mambo tunapitia. Hajatuita tuweze kuangamia, ametuita tujaribiwe kidogo, alafu tukaweze kupewa neema ya kututosha, ya kutuingiza katika mahali petu ambapo pameinuliwa kwa utukufu wake. Na verse 11 anasema ya kwamba uweza una yeye hata milele na milele. Amina. Kwa hivyo Mungu wetu ambaye ametuita tuingie katika mahali petu pameinuliwa, ambaye Petro amemtambua kama Mungu ambaye amebeba neema nyingi, anasema ya kwamba uwezo uko na yeye milele na hata milele. Kwa hivyo huyu Mungu ambaye anapeana neema, uwezo uko na yeye, nguvu ziko na yeye milele na hata milele. Na jambo la kwanza ningependa kusema ya kwamba ile neema ambayo Mungu kwanza hutupea ni neema ambayo ni ya kutuokoa. Kwa hivyo hiyo ndio neema ambayo Mungu hutupea ya kwanza. Ukiangalia katika kitabu ambacho ni cha Titus chapter 2 verse 11, ningependa tusome mahali pale kwa sababu nitaongea neema kama tatu, halafu niweze kukuombea katika jina la Yesu. Neema ya kwanza ambayo tunapewa na Bwana ni neema ya wokovu, na tutaiona katika kitabu cha Titus chapter 2, na tutaangalia mlango wake wa 11. Biblia inasema vizuri ya kwamba maana neema ya Mungu iwaokoa wanadamu wote imefunuliwa. Nimekuambia mtazamaji wangu na msikilizaji wangu jioni ya leo, neema ya kwanza ambayo Mungu ametupatia na ambayo ametutolea ni ya kutupatia wokovu. Yaani hatukuwa tuokoke, tulikuwa watu wabaya sana. Tulikuwa watu ambao hawakuwa wahesabiwe haki. Tulikuwa watu ambao Biblia inasema kwamba tulikuwa tumekufa. Kwa hivyo tulikuwa ni watu ambao hawakuwa wanafaa katika ufalme wa Bwana. Lakini Mungu akatupatia neema, akatutolea neema ya wokovu. Yaani tu kwa neema yake akasema tuokolewe. Hata kama tulikuwa mbali na yeye, tulikuwa wenye dhambi, tulikuwa watu wabaya, dhambi zile tulikuwa tunafanya, hatukustahili kuokoka. Lakini kwa neema ya Bwana tuliokolewa. Na ndiposa maandiko imesema ya kwamba kwenye hiyo kitabu cha Titus chapter 2 verse 11 anasema maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa. Kuna neema ambayo Mungu anapeananga, na hii neema Mungu ametoa kwa kila mmoja wetu. Iwe umeokoka, iwe hujaokoka, Mungu ametoa hiyo neema ya kwamba hata kama hujaokoka, kwa hiyo neema ukiamini, Mungu ameitoa ikaweze kukuokoa. Hata kama unafanya dhambi, kuna neema ya kukuokoa wakati utakapokubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako. Dhambi zako zinafutwa kwa neema ya Bwana. Dhambi zako zinaondolewa, na sasa jina lako linafutwa katika kitabu cha hukumu na unaandikwa kwenye kitabu cha uzima. Na ndiyo maana neno limesema vizuri, maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote. Hata uwe Muislamu, uamini Kristo, hii neema itakuosha, itakuokoa. Hata uwe muuaji, ukimwamini Yesu, hii neema inaondoa dhambi zako. Hiyo imetolewa na Mungu kwa kila mmoja wetu, na Biblia inasema ya kwamba imefunuliwa. Ni watu wameikataa, Mungu ameitoa. Wewe unanisikia hata ukiwa mwenye dhambi, kuna neema imetolewa kwa ajili yako. Mungu ametoa neema ikuokoe, ikubadilishe. Wewe ni kuamini tu, hiyo neema ifanye kazi katika maisha yako na ukaweze kuokolewa katika jina la Yesu. Na Biblia inaendelea kusema mstari wa 12, nayo yatufundisha kukataa mabaya
na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Hii neema ambayo imetolewa kwa sababu ya kila mtu, neema ya wokovu imetolewa kwa yoyote atakayeiamini, kwa yoyote atakayeipokea. Inatusaidia kuachana na mambo ya ulimwengu. Sisi tulikuwa, nimesema kama vile nimesema ya kwamba mimi sikuzaliwa kama nimeokoka, lakini niliweza kuelewa ya kwamba kuna neema iliyotolewa kwa sababu ya maisha yangu, ya kwamba nitoke kwenye dhambi alafu niingie kwenye njia ya Kristo Yesu. Na baada ya kuingia na kupokea hiyo neema, sasa hii neema inanisaidia ambayo imefunuliwa, inanisaidia kukataa tamaa za ulimwengu. Kwa hivyo wakati umekubali kupokea neema hii ya wokovu, inakusaidia kuchukia mambo ya ulimwengu, inakusaidia kuchukia maovu, inakusaidia kuachana na maovu. Kwa hivyo wakati unakubali jioni ya leo, ili neno ninakuhubiria kuhusu neema, nimekuambia neema ya kwanza ambayo Mungu ameitoa kwa sababu yetu ni neema ya wokovu. Na ukiangalia kwenye kitabu ambacho na tumesikia neno limesema, inatusaidiaga kukataa tamaa za dunia. Mtu akisha kupokea neema ya Kristo, neema ya Mungu wetu ambayo ameitoa, tunaanza kuachana na mambo ya kidunia, tunaanza kuachana na mambo yaliyo maovu, tunachukia dhambi, tunachukia njia za uovu kwa sababu tumepata neema. Nayo hii neema inatusaidia kuchukia tamaa za ulimwengu. Na ukiangalia kitabu cha Waefeso 2 kuanzia mstari wake wa kwanza, kuna kitu Paulo anasema mahali pale, anasema ya kwamba nanyi mulikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu, verse 2, ambazo muliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kufuata mfalme wa uwezo wa anga, roho yule atendaye kazi sasa katika wana wa kuasi, verse 3, ambao zamani sisi zote nasi tulienenda katikati yao katika tamaa za miili yetu, tulipotimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa tabia yetu watoto wa hasira kama na hao wengine, verse 4, lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake makuu alitupenda. Amen. Yaani kwa sababu tulikuwa wafu wakati unafanya dhambi na wakati umepotelea kwenye mambo maovu, wewe unakuwaga kama mtu ambaye umekufa. Na ndiyo maana Paulo anasema ya kwamba tulikuwa wafu kwa sababu ya dhambi zetu, wakati ambapo tulikuwa tunatimiza tamaa za mwili. Na anasema ya kwamba tulifuata mfalme wa uwezo, mkuu wa anga. Alituongoza tukawa wana wa kuasi, tukawa watu wabaya, tukawa washerati, tukawa walevi, tukawa watu waovu. Lakini Biblia inasema ya kwamba wakati tulikuwa tunafanya mambo hayo, tulikuwa tumekufa. Lakini verse 4, Paulo anasema lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema. Hata wewe unanisikia, unanitazama, haujaokoka, unafanya hizo mambo maovu, Mungu anasema ya kwamba yeye ni mwingi wa rehema. Alafu anasema kwa mapenzi yake makuu aliyotupenda, verse 5, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo anasema ya kwamba hata kama tulikuwa wafu, tuliongozwa na mfalme wa uwezo wa anga, tukawa watu wa tabia ya uasi, tukawa watu wabaya, tukawa watu wa kumchukiza Mungu. Anasema kwa mapenzi ya Mungu, na kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa rehema, hata ule wakati tulikuwa tumekufa, aliweza kutuhuisha. Wakati unakubali neema, inakuokoa kwenye hiyo mambo ya tamaa, kwenye hiyo mambo ya uovu. Wakati unakubaliana na neema, inakuokoa.
Na Paulo anasema ya kwamba Biblia inasema ya kwamba Kristo yaani ametuokoa kwa neema. Wewe mtazamaji wangu, kama unanitazama na umeokoka kwa neema ya Bwana. Na usijifune na usijiinue. Umeokoka kwa neema. Na hata wewe unanitazama, wewe hujaokoka, wewe unafanya mambo maovu, kuna neema imetolewa ambayo inaitwa neema ya wokovu. Na tumesoma kwenye kitabu cha Titus, ikatuambia ya kwamba hiyo neema imefunuliwa iwaokoa wanadamu na inatusaidia kuachana na tamaa za ulimwengu. Kwa hivyo tunaona ya kwamba hii neema imefunuliwa kwa kila mtu. Hata saa hii ninaongea, kama unaweza kusema ya kwamba nitaachana na dhambi, hata kama nilikuwa ninaua watu, nitaacha kuua watu. Hata kama nilikuwa conman, nitaachana na kukoni watu. Neema hiyo imefunuliwa kwa kila mtu. Ukikubali utaokolewa kwa neema. Maana tumeona Paulo anasema ya kwamba tulifuata tamaa za mwili, tulikuwa watu wa tabia ya wana wa uasi, tulipofuata mfalme wa anga akatuongoza kufanya mambo mabaya, tukawa watu wa tabia ya umwili, tukawa tunamchukiza Mungu, lakini Mungu akatuhurumia, akatuokoa kwa neema. Na ukiteremka hapo chini kwa sababu ya wakati, utaona akisema ya kwamba mtu asijisifu, mtu asijione ya kwamba alikuwa nafaa. Anasema ya kwamba kwa Waefeso, tumeokolewa kwa neema ya Bwana. Na hii neema ninaongea inaweza okoa mtu jioni ya leo. Bora tu uamini ya kwamba nitaachana na dhambi, nitaacha njia zangu baya, nitaacha kufuata mfalme wa anga ambaye ananifanya niwe mtu muasi, mtu muovu, mtu wa tabia ya mwilini, niweze kumkubali Yesu Kristo, niweze kumkubali Yesu ambaye anaweza kutusaidia kuachana na mambo ya dhambi. Kristo Yesu ambaye aliletwa hapa duniani, akateswa kama mwanadamu, akakufia dhambi zetu. Ukimkubali, hiyo neema inafuta dhambi zako na unaokolewa. Na pia ningependa tuangalie neema ya pili ambayo tumetolewa. Tumeona hiyo ni neema ya kwanza ambaye Mungu alitutolea, na nimesema ya kwamba ni neema ya kutuokoa. Na neema ya pili ambayo tutaweza kuangalia ni neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Amen. Neema ya pili ambayo tunapewa na Mungu ni neema ya kutusaidia. Wapendwa, tuko na mahitaji, lakini kuna neema ambayo kutusaidia wakati tuko na mahitaji. Unaona ni kugumu sana, ni kuzito sana, unaona hakuna tumaini, unaona umefika mwisho, lakini kama unaweza kumwamini Mungu, ametoa neema pia ya kutusaidia hata wakati tunapitia changamoto, hata wakati ambapo tuko na mahitaji. Kuna neema inaweza kuwa inakusaidia kwenye mahitaji yako, na hiyo tutaiona kwenye kitabu ambacho ni cha Waibrania. Waibrania 4 mstari wake wa 16. Hapa ndio tutaona neema ya kutusaidia ambayo imetolewa na Mungu kwetu sisi kama wanadamu. Kwa hivyo using'ang'ane na maisha, kuna neema imetolewa na Mungu. Umwamini Mungu na umwambie Bwana, ninahitaji neema ya kunisaidia. Changamoto ni nyingi, shida ni nyingi, lakini ninaomba unipatie neema ya kunisaidia wakati huu niko na mahitaji. Nimesema Waibrania sura yake ya 4 mstari wake wa 16. Inasema hivi: basi na tukikaribie kiti cha neema. Basi na tukaribie kiti cha neema. Yaani tumkaribie Mungu wetu aweze kutupatia neema ya kutusaidia. Kwa hivyo hii lazima tukaribie. Biblia imetuambia tukaribie kiti cha neema. Ni nani ambaye amekalia kiti cha neema? Ni Mungu Mwenyezi. Na tukikaribia kwake, tukaribie hiyo kiti chake cha neema. Number 1, anasema tukaribie kwa ujasiri. Alafu tukikaribia kwa ujasiri ili tupewe rehema.
Tukikaribia Mungu, tukikaribia kiti chake cha rehema, tukaribie kwa ujasiri, tukijua ni yeye ambaye anapeanaga neema, kama vile tumeanza na 1 Peter tumesoma 1 Peter. Kuna mahali tumesoma 1 Peter, ni vizuri niangalie 1 Peter chapter 5 verse 10. Tumesema yeye amesema ya kwamba Mungu aliyewaita ni Mungu wa neema zote, na pia anatuambia hapa kwenye Waibrania ya kwamba tukaribie kiti chake cha neema. Tukikaribia hiyo kiti cha neema, anatuambia tukaribie kwa ujasiri. Ujasiri ni kusema ya kwamba unapoenda mbele za Bwana, hata kama unapitia changamoto, hata kama unapitia shida inawaka moto, unakaribia kwa Mungu ukiwa na ujasiri, ukijua ya kwamba Mungu atanipatia neema ya kunisaidia wakati huu ninapitia changamoto. Na inasema ya kwamba tukaribie kwa ujasiri ili tupewe rehema, na anasema na kupata neema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani tukikaribia kiti cha rehema, tunakaribia kwa ujasiri, na tukisha kukikaribia kwa ujasiri, namba 1 anasema tunapewa rehema. Tukisha kupewa rehema, tunapewa pia neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Ndugu, dada, wewe ndio umechelewa. Karibia kiti cha rehema. Kama kuna kitu unapitia jioni ya leo, kama kuna mambo unaona ni magumu kwenye maisha yako, unashindwa ufanye nini, hata wengine unasikia kama kwamba unaweza jitoa uhai, vile maisha yamekuwa, usijitoe uhai, usichukue kamba. Karibia kiti cha neema na ukaribie kwa ujasiri. Alafu ukikaribia mahali pale, namba 1 utapata rehema, na ukipata rehema utapewa neema ya kukusaidia wakati wa mahitaji. Na kuna wakati moja Paulo alikuwa anapitia mambo mazito sana, mambo magumu, lakini Paulo alielewa siri ya kukaribia kiti cha neema. Akakaribia kiti cha rehema cha neema kwa ujasiri. Alipomkaribia, Biblia inasema ya kwamba aliomba, kwa sababu Paulo kuna kitu kilikuwa kinamsumbua katika maisha yake. Imeandikwa kwenye 2 Corinthians chapter 2, 2 Corinthians chapter 12 verse 7 to 9. Anasema ya kwamba alikuwa na mwimba ambao ulikuwa ni vizuri tusome. Wacha tusome kwenye hiyo Wakorintho, Wakorintho wa pili 12 na mstari wake wa 7. Anasema, na kwa makusudi nisipate kujivuna kupita kiasi, kwa wingi wa mafunuo hayo nalipewa mwimba katika mwili mjumbe wa Shetani, ili anipige nisije nikajivuna kupita kiasi. Na verse 8, kwa ajili ya kitu hicho nalimusihi Bwana mara 3 kwamba kinitoke. Verse 9, naye akaniambia, neema yangu ya kutosha, maana uwezo wangu hutimilika katika udhaifu. Basi nitajisifu kwa udhaifu wangu kwa furaha nyingi, ili uwezo wa Kristo ukae juu yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Paulo kuna kitu kinamsumbua hapa, na anasema ya kwamba alililia Mungu sana na aliomba Mungu. Alikaribia kiti ambacho kinaitwa kiti cha rehema na kiti cha neema. Akamulilia Mungu, akamwambia niondolee hii shida. Lakini Mungu akamwambia neema yangu ikutoshe. Na ndiyo maana Waebrania imetuambia kwamba tunapokea neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji, wakati tumekaribia kiti ambacho ni cha rehema, kiti cha neema. Tunapokea neema ya kutusaidia wakati wa ujasiri. Tunaona mtu ambaye anaitwa Paulo, hiyo shida alikuwa nayo, Mungu hakuiondoa, lakini kuna kitu ambacho Bwana alimwambia ya kwamba neema yangu itakutosha, neema yangu itakutosha. Na tunaona Paulo wakati Mungu alimnenea hivyo,
Anasema sasa, kutoka saa hii sitarudi, sitakosa kujisifu kwa sababu ya jambo lile ambalo limekuwa gumu kwangu. Ni kwa sababu katika udhaifu wangu uwezo wa Mungu na nguvu za Mungu zinaonekana. Wakati ambapo tunapitia mambo magumu na tunakaribia kiti cha Bwana cha rehema na cha neema, anatupatia neema ya kutusaidia, mpaka watu wanashindwa, kwani huyu mtu ile mambo anapitia na bado amesimama. Wapendwa, ni neema. Unapitia vita, watu wanakuingilia, lakini neema ya Mungu imekubeba. Unapitia changamoto kwa biashara, lakini neema ya Mungu inakubeba, kwa sababu kuna neema inasaidiaga mtu wakati wa mahitaji. Kuna neema inasaidiaga mtu hata wakati ambapo anapitia changamoto. Na hiyo ningependa jioni ya leo, mpendwa, ambayo unanisikia na unanitazama, uweze kukaribia kiti cha Bwana na ukaribie kwa ujasiri, na utapokea neema ya kukusaidia wakati wa mahitaji. Ukiangalia neno hilo ambapo tumesoma kwenye kitabu cha Wakorintho, imagine Paulo anasema kwamba ile mambo ambayo nimekosa nguvu kwayo, nitajisifia hiyo mambo. Maana Mungu alimwambia kwenye hiyo mambo uwezo wangu utaonekana. Kwenye hiyo shida neema yangu imekutosha. Na hii ndio watu wa Mungu tunahitaji kupokea neema kama hii ya kutusaidia wakati tuko na mahitaji. Wakati unasikia kabisa umefika mwisho, unamwambia Bwana, nipatie neema ya kunisaidia wakati kama huu. Na Mungu kwa sababu ni mwaminifu, atakupatia hiyo neema katika jina la Yesu Kristo. Nayo neema ya tatu, tunaangalia kuhusu zile neema Mungu anatupea sisi kama wanadamu. Na nimesema neema ya kwanza ametoa kwa wanadamu ni neema ya wokovu. Neema ya pili tumeona ni neema ya kutusaidia wakati wa mahitaji. Hata kwenye hiyo ndoa unaona imewaka moto, ni vizuri kumwambia Bwana, mimi sitaweza kutoka kwenye ndoa yangu, lakini naomba unisaidie na unipe neema ya kunitosha. Hata kama kuna vita, unipe neema ya kunitosha. Hii biashara zitafunga, hata kama watu wanafunga. Baba, naomba kwenye hii biashara, ndio ni gumu na inakuwa gumu sana, lakini naomba unipatie neema. Neema ya tatu ambayo Mungu anatupatia ni neema ya kufanya kazi ama ya kufanya mambo kwa njia isiyo ya kawaida. Kama ni biashara, unapokea neema ya kufanya biashara. Yaani Mungu tu anakupatia neema tu, unafanikiwa tu. Biashara yako unaifanya kwa neema isiyo ya kawaida, mpaka watu wanashindwa unafanyaga kazi namna gani. Hii ni neema Mungu anaweza kukupatia unayenitazama jioni ya leo. Yaani Mungu anaweza kukupatia neema kwenye biashara. Watu wanashindwa kama unauza na uchawi. Unajua watu wengi, mtu akibarikiwa, watu wanaonaga ni kama mtu ameendea uchawi. Hapana, kuna neema inaweza kukusaidia kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Kuna neema inaweza kushuka kwa biashara yako. Kuna neema ambayo inaweza kushuka hata kwa wewe mchungaji unanitazama, hiyo huduma yako. Kuna neema Mungu anaweza kuachilia, yaani ufanikiwe tu, watu washindwe wewe unafanyaga kazi namna gani, lakini ni neema ya Bwana. Na hii neema Paulo alitembea nayo kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 9. Nataka nikusomee ndio uweze kuelewa ya kwamba kuna neema ambayo Bwana anapea mtu, neema ya kufanya mambo yasiyo ya kawaida, na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Nimesema Wakorintho wa kwanza 15, na tuangalie pale mstari wake wa 9, na Bwana atatubariki katika jina la Yesu. Paulo anasema hivi kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake wa 9, anasema, maana mimi ni mdogo katika mitume, nisiyestahili kuitwa mtume, kwa sababu naliudhi kanisa la Mungu. Lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyokuwa kwangu ilikuwa siyo bure,
bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wao wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja na mimi. Hii ni neema. Pale mbele ameshuhudia neema ya wokovu, kwa sababu amesema hata mimi sikustahili kuitwa mtume, nilikuwa kitu baya, nilikuwa mtu muovu. Lakini anasema ya kwamba hata kama nilikuwa mtu muovu, neema ya Mungu niliyoipokea iliniokoa. Neema ya Mungu imenibadilisha. Kwa hivyo kwanza tunaona ya kwamba alipokea neema ya wokovu. Anasema sikuwa ninafaa, maana nilikuwa ninaudhi kanisa, nilikuwa nawatesa watu wa Bwana, lakini kwa neema ya Bwana anasema imemubadilisha, imefanya aachane na maovu. Na kwenye hiyo neema anasema imenifanya niwe jinsi nilivyo. Hiyo ni neema ile tumetaja pale mbele, neema ya wokovu. Sasa tunaona anapoendelea mstari wa 10 anasema ya kwamba lakini kwa neema ya Mungu nimekuwa hivi nilivyo, na neema yake iliyokuwa kwangu ilikuwa sio bure. Anasema bali nalizidi sana kufanya kazi kupita wote, wala si mimi, bali ni neema ya Mungu pamoja na mimi. Anasema baada ya kupokea neema ya wokovu ikambadilisha, pia kwenye hiyo hali alipokea neema ya kufanya kazi. Na tunaona anashuhudia, anasema ya kwamba mimi ndiye nilikuwa mdogo kwa mitume wale wengine, lakini anasema ya kwamba nilifanya kazi zaidi ya mitume wale wengine, zaidi ya apostol wale wengine. Lakini kuna kitu anasema hata kama nilifanya kazi zaidi ya wale mitume wengine, anasema bali sio mimi, kwa sababu yeye na uwezo wake kuna mambo hangefanya apita watu wale wengine, lakini kwa sababu ya neema ya Mungu anasema nilifanya kazi zaidi ya wale mitume wengine. Lakini anashuhudia, anasema kwamba bali sio mimi, lakini ni neema ya Bwana pamoja na mimi. Hii inatuonyesha nini, mtazamaji wetu? Inatuonyesha ya kwamba kuna neema inaweza kukusaidia kufanya zaidi ya uwezo wako, zaidi ya nguvu zako, na unaweza kufanya mambo zaidi ya watu wale wengine, lakini ni kupitia neema ya Mungu. Na hii imetolewa kwa mtu yoyote ambaye anaweza kumwamini Mungu, ya kwamba kuna neema inaweza kukusaidia kufanya zaidi ya uwezo wako. Na kwa hivyo ninapoongea kuhusu hiyo neema, naomba mtu apokee neema katika jina la Yesu. Nimesema kwa huduma unaweza kupokea neema, unafanya kazi kuliko watu wale wengine, lakini sio wewe, ni neema ya Mungu. Mungu amekupatia neema na wewe umeipokea na haujaifanya hiyo neema, kwa sababu amesema ile neema nilipokea si kuifanya kuwa bure. Kuna watu wanapeangwa neema halafu inakuwa bure kwao. Ukipewa neema, kubali kuifanyisha kazi. Na ukiangalia kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 7, nataka tusome mahali pale. Waefeso 4 mstari wake ambao ni wa 7, na Mungu atatubariki. Waefeso 4 mstari wake wa 7, Biblia inasema hivi: lakini kila mmoja wetu alipewa neema. Kila mmoja wetu amepewa neema. Mimi nashagaaga watu wengine wanasemaga ya kwamba mimi sina neema yoyote, na umeokoka. Mungu akusaidie jioni ya leo. Biblia inasema ya kwamba lakini kila mmoja wetu amepewa neema kwa kadiri ya kipawa, kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake. Nirudie hapo, lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadiri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Unaona ule mto umeitwa nayo, kuna neema umepewa. Vile uliokoka, vile uliachana na dhambi, kuna neema ulipewa, lakini umepewa kulingana na kipimo cha kipawa
kile Mungu ameweka ndani yako. Na niseme hivi ya kwamba kama unaweza kutumika kwa ile neema umepewa, neema huwa inaongezeka. Mungu anaweza kukuongeza neema, unafanya mambo yasiyo ya kawaida. Na nimesoma sana na mtu ambaye anaitwa Paul, ya kwamba yeye ni mdogo, lakini tunaona anasema ya kwamba nilifanya kazi, nilipopewa neema, nilifanya kazi kuliko mitume wale wengine. Lakini anasema sio mimi, ni neema ya Mungu pamoja na mimi, kwa sababu na hiyo ile neema nilipokea haikuwa bure kwangu. Na ukiangalia kwenye hiyo kitabu cha Waefeso kinatuonyesha ya kwamba kila mtu amepewa neema. Mwimbaji mmoja aliimba akasema ya kwamba ni nini ulipewa na Mungu wakati uliokoka? Kama umepewa kipawa cha uimbaji, umepewa neema, tumia hiyo neema kuinua hiyo kipawa yako. Kama umepewa neema ya kushauri watu, tumia hiyo neema, shauri watu. Kama umepewa neema ya uinjilisti, anza kuhubiria watu, kwa sababu the more unaendelea kuhubiria watu, neema inazidi kuongezeka juu yako. Kama mimi nimeitwa kama mchungaji na nimepewa neema ya uchungaji, lazima niweze kuendelea kufanyisha kipawa changu kazi, kufanyisha ile neema nimepewa kazi, na ninaweza kufanya kazi kubwa, kwa sababu vile ninavyojitoa, vile ninavyojipeana, vile ninavyokukubali ile neema Mungu amenipatia iweze kutumika kwa watu wengi, hivyo ndivyo Mungu anaendelea akiniongeza neema. Kwa hivyo neema huwa inaongezeka. Lakini kuna watu ambao wameokoka, umepewa kipawa, na Mungu ametuonyesha hapa kwa Waefeso ya kwamba mtu hupeangwa neema kulingana na kipawa kile ambacho Kristo amekupatia. Kwa hivyo ninajua kuna watu wananitazama, kuna watu wananisikia, wameokoka, wameitwa na Mungu, wamechaguliwa na Mungu, na wamepewa neema kulingana na kipawa kile ambacho wamepewa na Kristo. Na hiyo neema umepewa, wacha isifanyike bure katika maisha yako. Kama pia umepewa neema ya kufanya biashara, fanya biashara na ufanye kabisa, na hiyo neema ikusaidie kufanya zaidi ya watu wale hata walianza mbele yako. Pokea neema katika jina la Yesu, ufanye mambo yasiyo ya kawaida. Kama umeitwa kwa eneo la uimbaji, pokea neema ukaweze kuingia kwenye nyimbo ambazo zitaweza kukomboa watu, ambazo zitaweza kuponya watu katika jina la Yesu Kristo. Na kwa hivyo nilikuwa ninaangalia kwenye Mathayo 25 na nasema, maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Akasafiri. Sitaki kuteremuka hapo chini, tunajua hiyo historia na utaenda kusoma kwa wakati wako polepole. Tunaona hapa kuna mtu mmoja ambaye anaonekana alikuwa mtu ambaye amebarikiwa, akawaita watumwa wake, na Biblia inasema ya kwamba akawapa talanta. Ninaweza ilinganisha talanta na neema ambayo Mungu amekupatia. Akapatia moja 5, na Biblia imesema kulingana na uwezo wake. Na ni kama vile tumesoma kwenye Waefeso, kila mtu amepewa neema kulingana na kipawa chake. Fanyisha ile neema umepewa na Mungu kazi. Wacha kujidunisha, maana tumeona hapa kwenye hii neno amepea mtu mmoja talanta 5 kulingana na uwezo wake, mwingine akampatia 2 kulingana na uwezo wake, mwingine akampatia 1 kulingana na uwezo wake. Lakini tunaona alafu alipowapatia akasafiri akaenda. Baada ya muda akarudi kukuja kufanya mahesabu, na neno linasema akaita ule wa kwanza ambaye alimpea 5, akakuja akamwambia, bwana wangu, ulinipea talanta 5, nimefanya kazi, nimepata zingine 5. Hata huyo mkubwa alifurahi, akasema ya kwamba ingia katika utukufu wako. Tunaona kwa sababu tu ya hiyo tu kufanyisha kazi kile alipewa, alifurahiwa na yule ambaye alikuwa amempea talanta,
na akafurahi sana, na akaita mtu wa pili, naye mtu wa pili akasema kwamba ulinipea talanta 2. Na Biblia inasema ya kwamba akamwambia nimezifanyisha kazi, alafu nimepata zingine 2. Akamwambia ingia katika utukufu. Na yule wa mwisho akaitwa aliyepewa 1, na tumesema mtu alipewa kulingana na uwezo wake. Sasa huyu aliitwa akasema ya kwamba nilijua unafunaga mahali ambapo haupandagi. Alafu akasema ya kwamba ile talanta ulinipea nilienda nikaificha, kwa sababu nilijua unafunaga mahali usipopanda. Biblia inasema aliitwa mtumwa mkubafu, na maandiko inasema ya kwamba hata mkubwa akasema ya kwamba anyaganywe yenye akonayo ipatiwe yule ambaye aliyekuwa na nyingi. Hii inatuambia ya kwamba ile neema umepewa na Mungu, kama umepewa neema yoyote na Mungu, ifanyishe kazi. Fanya kazi ya Mungu, fanya kazi ya Bwana, tumikia Mungu mahali Mungu amekuweka. Kama we ni intercessor, omba. Kama we ni muibaji, imba. Kama we ni muinjilisti, endelea kuhubiria watu. Kama we ni mchungaji, endelea kulisha kondoo wa Bwana. Kama we ni nabii, fanyisha hiyo kipawa cha unabii kazi. Kama we ni mfanyi biashara, fanya biashara, kwa sababu Mungu amekupatia neema ya kufanya biashara, na hii neema inakusaidia kufanya zaidi ya uwezo wako. Hiyo ningependa ushike sana. Wakati unakubali hiyo neema Mungu ameitoa ya kufanya kazi, ya kufanya mambo zaidi ya nguvu zako, utafanya mambo makubwa sana, utafanya mambo ya ajabu. Watu watakuwa wanashangaa, na huyu mtu kwani ni nini namsaidia? We shika hii. Paulo alisema kwamba sio mimi, ni neema ya Mungu pamoja na mimi. Kwa hivyo mtazamaji wangu, ninapomaliza ningependa nikuombee katika jina la Yesu ya kwamba kama haujaokoka, number 1, kubali kupokea neema ya wokovu, maana Biblia imesema imetolewa kwa kila mwanadamu. Na nikimaliza kukuombea hiyo neema ya wokovu, ningependa nikuombee neema hiyo ingine ambayo tumeona ni neema ya pili, ambayo tumeona ni neema ya ambayo ni ya kukusaidia wakati uko na mahitaji, uweze kupokea neema sasa ya kukusaidia wakati wa mahitaji, na hata kwenye changamoto hii neema itakusaidia. Maana tumeona Paulo aliambiwa katika hiyo mambo unapitia, neema yangu ikutoshe. Kisha nitaweza kukuombea neema ambayo ni ya kufanya zaidi ya uwezo wako, zaidi ya hekima yako, zaidi ya masomo yako, zaidi ya ujuzi wako, na Mungu atakubariki katika jina la Yesu. Kwa hivyo ningependa kwanza kuombea wewe uko hapo umenitazama na haujaokoka. Neema ya wokovu imetolewa kwa kila mwanadamu. Wewe uwe ni Muislamu, uwe wewe ni nani, uwe wewe uliwahi kuua watu, uwe wewe uliwahi kufanya usherati, uwe uliwahi kufanya mambo mabaya, utarudia tu haya maombi nyuma yangu na Bwana atakusamehe na utapokea neema hii ambayo imetolewa, inaookoa wanadamu na inasaidia mwanadamu kukataa tamaa za ulimwengu. Urudie nyuma yangu, sema: Bwana Yesu, ninatubu dhambi zangu, naomba msamaha. Nisamehe Bwana, futa jina langu kwa kitabu cha hukumu na ukaliandike kwa kitabu cha uzima. Kuanzia siku ya leo nimeachana na dhambi na nimekupea maisha yangu. Asanti Yesu kwa msamaha na kwa utakazo. Nimepokea neema yako ya wokovu, na kuanzia siku ya leo nitatembea na wewe. Kama umerudia maombi hayo nyuma yangu, unaweza kusema amen, na kisha niweze kuwaombea na Mungu atawabariki sana katika jina la Yesu. Baba Mwenyezi Mungu, katika jina la Yesu, asante kwa sababu ya wale wamesikia ujumbe huu ambao umenituma nayo siku ya leo. Naomba ya kwamba wale wameokoka utawasaidia kusimama. Na Mungu wetu, dhambi zao zimeondolewa, dhambi zao zimefutwa, na sasa hawa ni viumbe vipya, ya kale yamepita. Kwa jina la Yesu
Na ninaomba ya kwamba Mungu wa mbinguni, kwa sababu majina yao yamefutwa kwenye kitabu cha hukumu, yameandikwa kwenye kitabu cha uzima, na waombea neema sasa ya kukataa dhambi na kukataa maovu katika jina la Yesu. Na pia Baba, ninawaombea neema ya kuwasaidia wakati huu ambapo wako na mahitaji. Kuna mtu ananitazama ako na mahitaji ya kulipa nyumba, ako na mahitaji ya kusomesha watoto, ako na mahitaji mengi ya kifamilia. Naomba Bwana, hiyo neema nimeongea unapea wanadamu aweze kuipokea katika jina la Yesu. Ndio kila hitaji ambalo wako nalo Bwana ukalishughulikie kwa utukufu wako. Na pia ninaombea wale wamenitazama neema ya kufanya mambo yasiyo ya kawaida, kama vile tumeona kwa mtume Paul ya kwamba amesema neema aliyoipokea alifanya kazi kupita mitume wengine, lakini amesema sio mimi, ni neema ya Bwana pamoja na mimi. Baba, namuombea neema yako ya kufanya mambo yasiyo ya kawaida. Kule kulikuwa na ugumu, naomba kuwe na uwepesi katika jina la Yesu. Na Mungu wa mbinguni, unapotenda hayo, sifa na utukufu ni kwako Bwana, katika jina la Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu najua ya kwamba umesikia maombi haya na umembariki mtazamaji wangu, msikilizaji wangu mahali popote aliko. Na kama kuna mtu mgonjwa, maandiko inasema kwenye Matendo ya Mitume 6 mstari wake wa 8 ya kwamba Filipo akiwa amejawa neema alifanya mambo makubwa, aliweza kuponya watu. Naomba Mungu wa mbinguni katika jina la Yesu ya kwamba huyu ananitazama na ni mgonjwa, neema ya uponyaji ikamshukia, apone katika jina la Yesu. Na yule ananitazama na amefungwa, afunguliwe katika jina la Yesu. Maana maandiko imesema vizuri, mtumishi wako Filipo akiwa amejawa neema alifanya mambo makubwa. Naomba mambo makubwa yakatendeke kwa huyu ambaye amenisikia jioni ya leo katika jina la Yesu Kristo. Asante ni kwa sababu umetenda. Katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini. Unaweza kusema amen, na Mungu akubariki sana, akutendee mambo mema. Mungu akitujalia tutaonana kwa wakati mwingine. Shalom, 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 shalom.